Mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Tumsifu Yesu Kristo. Ndugu zangu wapendwa wa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu. Leo kama tulivyosikia katika utangulizi, padre wetu anaanza na moyo mtakatifu wa Yesu, na dhima ya moyo mtakatifu wa Yesu ndiyo itakayotawala katika maisha yake ya upadre. Moyo mtakatifu wa Yesu unafahamika kwa karama mbili: upendo na huruma. Upendo na huruma ndio vitu ambavyo kusema ukweli vinakosekana katika jamii yetu. Watu wengi wanafanya kazi, watu wengi wanafanya vitu vingine vingi, lakini unakosekana upendo, lakini inakosekana huruma. Masomo yetu leo yatatuongoza katika kuzielewa tunu hizi mbili za moyo mtakatifu wa Yesu, na pengine padre wetu akizitumia vizuri zinaweza zikamsaidia yeye na watu ambao atakabidhiwa. Kristo. Mama mmoja alipewa taarifa njema na binti yake kwamba ana ujauzito na anakaribia kujifungua. Kwa hiyo mama huyu akatoka kijijini akaaga, kwa maana aenda kwa mwanangu. Kwa hiyo akaenda mjini na alikaa na mwanaye mjini kwa muda usiopungua miaka 2, tangu alipojifungua mpaka miaka 2 ilipokamilika, ndo akamwaga anaondoka. Siku ambayo wanaagana, mama alimuuliza mtoto wake, yaani binti yake ambaye sasa hivi ana kijana mkononi, ameshaanza kuvunja vyombo baada ya miaka 2. Akamuuliza, unajisikiaje kuwa mama? Kusema ukweli, kitu ni kipya kwangu. Mimi nilikuwa simuelewi mtoto huyu, pamoja na kwamba ni mdogo, ni mchanga, lakini nilikuwa simuelewi. Wakati alipokuwa mchanga, nilikuwa najua hawezi kujitetea, hawezi kufikiri na kadhalika, kwa hiyo nilikuwa namhudumia vizuri. Lakini baadaye akawa anaanza kusema mama anaweza kuonyesha kwamba saizi ana shida hii, naweza nikamhudumia kutokana na shida. Lakini kuna kipindi mtoto huyu kama ananifanyia makusudi. Kwa mfano, usiku anaweza akalala mapema kabisa saa 11, lakini ikifika saa 5 au saa 6 anaamka na anataka tukeshe wote. Kwa hiyo ninashukuru tu Mungu, wewe ulikuwepo. Sijui kwa nini wewe mwenzangu ulikuwa unapata shida, lakini mimi kwa kweli nilikuwa nahisi kama kuna kitu hakijakaa sawa. Hata nikimsaidia akalala saa 6, ataamka saa 8 ataanza kulia bila sababu. Nikimlaza hataki kulala, anataka kukaa mikononi. Na basi akaanza kuelezea changamoto zile ambazo ninyi wote mnazifahamu za watoto. Mama yake akawa anakaa anamsikiliza. Baada ya kumwambia ndivyo watoto walivyo Kristo, pia ndivyo watoto walivyo. Kwa hiyo wewe kama mzazi ujiandae kumhudumia mtoto huyu, lakini na kuhakikishia kadiri unapozidi kukaa naye matatizo mengi yatapungua. Basi yule mama akamwaga binti yake akarudi zake kijijini. Kristo. Ibada kwa moyo mtakatifu wa Yesu nayo inalenga kutusaidia sisi katika changamoto hizo hizo
za malezi hasa ya kiroho. Mfano tuliousikia leo wa kondoo aliyepotea, na huyu mchungaji anayewaacha kondoo 99 akamfuata huyu kondoo mmoja tu aliyepotea nyikani, sio rahisi kueleweka. Nakumbuka siku moja niliwauliza, mchungaji gani mwenye akili timamu anayewaacha kondoo 99 akamfuata mmoja? Tukasema huyu ambaye anawaacha 99 anamfuata mmoja, yeye ndio mwenye matatizo kusema ukweli, kwa sababu kuondoka kwako kunaweza kukawafanya wale wengine wakatawanyika au ukawapoteza hata hao. Lakini iko hivi, wale kondoo 100 ni wale kondoo ambao wamekamilika. Tunasema ni mfano wa kundi la Wakristo ambao wako salama. Sisi tunasema wale ndugu zetu walioko mbinguni ambao hawana haja ya malezi. Na mchungaji ni mfano wa Kristo ambaye anashuka kutoka mbinguni kule ambapo wapo waliokamilika, anamfuata kondoo mmoja aliyepotea hapa duniani. Kondoo huyo pengine ni mimi, pengine ni wewe, pengine ni mtu yeyote yule. Tunajua sisi wenyewe hatujakamilika, na ni upendo tu unaomfanya Kristo akaacha kila kitu, akawaacha hawa kondoo 199 akamfuata huyu mmoja ambaye yuko nyikani. Katika maandiko matakatifu, nyika linaweza likafananishwa pia na hali ya duniani hapa ya masumbuko, sehemu ambapo hakuna usalama wa kutosha. Kristo. Sasa kama mnataka kuelewa umuhimu wa huyu kondoo mmoja, kila mtu achukue nafasi ya huyo kondoo mmoja aliyepotea. Askofu mmoja alisema kondoo huyo aliyepotea nyikani au alikuwa hana akili vizuri, kwa sababu wakati wenzie wako mahali fulani yeye amejitenga, au pengine alikwama. Unajua kondoo ana mapembe, sio? Halo? Unajua kondoo ana mapembe? Inawezekana alipita mahali akanasa pembe zake zile, kwa hiyo akawa anashindwa kutoka wakati wenzie wanaenda. Au pengine basi ni ukaidi tu, wakati wengine wanaenda huku yeye anaenda huku. Alikuwa anajaribu kuelezea sababu zinazotufanya sisi tujitenge na umoja wa kanisa, tujitenge na wenzetu, au tutoke katika njia iliyokuwa sahihi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, leo hii tunajifunza sisi sote kwamba kuna mambo ambayo hayaepukiki, kama ilivyokuwa kwa mtoto mchanga ambaye anafanya vituko vyote, hata kama sio kwa nia mbaya, lakini vituko vinafanyika. Hata sisi wanadamu tunamfanyia Mungu vituko vyote, pengine kwa kujua, pengine kwa kutokujua. Lakini mwanadamu na dhambi ni kama watoto mapacha. Sisi ni mabingwa sana wa kutenda dhambi, hatuhitaji kufundishwa kutenda dhambi. Na ndio maana leo hii tunapofanya misa hii kwa heshima ya moyo mtakatifu, lengo ni kufundishana malezi, kumlea mtu atoke katika dhambi, aingie katika umoja wa watakatifu. Padre mpya, moyo mtakatifu wa Yesu unakufundisha kuwa mchungaji ambaye huchoki kuwatafuta kondoo waliopotea. Kusema ukweli, kazi yako kubwa katika maisha yako ni kutafuta kondoo waliopotea.
uhakikishe unawarudisha katika umoja wa watakatifu. Lakini karama za moyo mtakatifu wa Yesu uzishikilie vizuri: upendo na huruma. Uwe makini na kondoo, kwa sababu kuna wakati kweli watakuamsha saa 8 ya usiku wakilia na hawatataka kulala mpaka wakae mikononi mwako. Lakini upendo utakusaidia kuwaongoza kondoo hawa, kwa sababu ukiondoa huruma na upendo utapata hasira, utakwazika na watu ambao umetolea maisha yako kuwahudumia, watakukwaza. Tanguliza huruma, ipende kazi yako, utawasaidia vizuri sana. Mara nyingi mtu ambaye amekamilika au mtu anayejiona amekamilika anashindwa kumwelewa mdhaifu. Tajiri haelewi kwa nini mtu mwingine ni maskini. Mara nyingi hukumu yake inakuwa ni mbaya, au ni mvivu, hajishughulishi na kadhalika na kadhalika. Lakini ukirudi labda kwa upande wa maskini, ukamsikiliza vizuri, anaweza kukupa sababu ya msingi tu kwa nini yupo na hali hiyo aliyokuwa nayo. Jitahidi kuzibeba tunu hizi za moyo mtakatifu wa Yesu ili zikusaidie uweze kumlea mtoto wako vizuri mpaka baadaye aje kukulea wewe mwenyewe. Wachukulie waamini wako kama watoto wako, tena ni wachanga wanaohitaji malezi yako. Ujitahidi kutanguliza huruma, kwa sababu sio mara zote wanakufanyia kwa makusudi. Mambo mengine ni kwa sababu ya kutokujua au kwa sababu hawajakomaa kiasi ulichokomaa wewe. Wao ujitahidi kwenda nao kwa huruma. Wapende waamini wako, kwa sababu wewe ulitamani kuwa padre kwa kazi hii. Kwa hiyo wapende, hawa ndio umechaguliwa kati yao kwa ajili ya kuwasaidia. Jitahidi hizi tunu za mapendo na huruma uzibebe vizuri sana. Na kuhusu waamini, kumbuka mfano wa kondoo, kumbuka mfano wa mtoto. Yaani ndo maisha yao. Msikilize yule mama alivyomwambia binti yake. Alimwambia watoto ndivyo walivyo, watoto ndivyo walivyo, na waamini ndivyo walivyo. Waamini ndivyo walivyo. Kwa hiyo taratibu taratibu nenda nao, taratibu taratibu nenda nao. Lakini wewe pia ni kuhani, jitahidi kuwaombea kama mama anavyowaombea watoto wake, kwa sababu kuna mkono wako ambao hekima yako itawasaidia kukamilika. Lakini unahitaji msaada wa Mungu. Hawa ni watu wa Mungu, amekukabidhi tu wewe uwasaidie kufika kule ambapo anataka wafike. Kwa mambo yakizidi, mkumbuke Mungu wako, waombe watu wako, waelekeze, kwa sababu utume wako ni kama malezi ya kiroho kwa watu hao. Wafundishe, wakiimarika, wakielewa vizuri, wengi wao watakuwa msaada kwako. Utakuwa na kazi kidogo, wengi wataelewa, watasaidiana wenyewe kwa wenyewe kutembea kwenda. Waelimishe, ujitahidi mwenyewe pia kurudi katika kisima ambacho umepata hiyo neema ya upadre. Tulipata shida kanisa letu. Kuna padre mmoja mahali fulani alifariki, tena alikuwa ni padre kijana. Baada ya kufariki yalitokea maneno mengi. Yule padre sijui alikuwa na hiki, alikuwa na hiki. Wengi walikuwa wanasema alikuwa kama padre aliyejikatia tamaa. Kwa hiyo faraja yake ilikuwa ni kunywa pombe
yani kulewa, kiasi kwamba hata asipokunywa pombe hawezi kufanya kitu chochote. Mfano, saizi hapa tunaadhimisha misa takatifu, hawezi kumaliza misa, anahitaji kutoka kidogo azimue kidogo, vinginevyo misa haiishi, yani hajisikii, anatetemeka, hajisikii vizuri. Kwa hiyo akitoka, akienda akanywa kidogo, akirudi hapa anasikiliza vizuri mahubiri, lakini ni kama mafuta vile, akienda mbele anakata. Kwa hiyo anachukua tena, anakunywa tena kidogo, anarudi. Akiwa anaongea mtu mkubwa inakuwa ni shida, kwa sababu jamaa anamaliza saa ngapi? Walau mambo mengine anaweza akatoka kidogo. Baadaye yule padri akafa. Alipofariki watu wakaanza kuongea kusema kwamba alitengwa si na nini, wenzia hawakumsaidia, askofu naye alimtenga, walimnenea mabaya, wakaamini na nini na kadhalika. Ndio maana padri akaamua kuingia huko na akapotelea huko. Mjadala ulikuwa ni mkubwa, lakini mwisho wa siku zilikuwa tu ni lawama kwa watu kwake, manake alikuwa msaidizi. Wanamlaumu askofu wake, wanawalaumu viongozi, wanawalaumu wa ndugu zake na kadhalika. Hakukuwa na mtu ambaye labda alifikiria kwamba huyu padre kuna kitu alisahau huu padre unatoka asili yake wapi. Hamna mtu anayezungumzia labda sala, hamna mtu anayezungumzia malezi ya kiroho kwa huyu padre. Muda fulani tunaweza tukahangaika sana kutatua matatizo yetu na matatizo ya watu tuliokabidhiwa kwa kutumia hekima za kibinadamu. Kweli ni jambo jema, lakini lazima turudi kwenye kisima, lazima turudi kwa Mungu mwenyewe aliyetupatia wito huu. Jiunganishe vizuri na Mungu wako, usiache kila kitu, usihalalishe dhambi, usihalalishe maisha mabaya, usihubiri neno la Mungu kwa watu we mwenyewe uligusi hata kwa kidole chako. Jitahidi sana kuwa na amani na Mungu wako, kwa sababu ndiye atakayekupatia nguvu hata katika wakati wako wa maanguko. Usiache kusali, usiache kuwaombea Wakristo ambao unawalea. Kristo, nanyi wapendwa wanaparokia Amofu na watu wengine ambao mmekuja kwa sababu mnathamini zawadi ya upadre ambayo kijana wetu ameipokea. Mapadre ni watu, mapadre ni binadamu. Mapadre wanahitaji msaada wetu kama wanavyohitaji msaada wa Mungu. Tuwasaidie. Wakumbukeni mara moja, muwaulize wanahitaji msaada gani, muwaulize utume wao unaendaje. Inawezekana padre anateseka na kitu kimoja tu ambacho kiko ndani ya uwezo wako. Inawezekana mimi ukaniuliza mimi tatizo langu nini, ikawa tu ni barabara hapa mbovu. Kumbe wewe ndo mkuu wa wilaya, ukisema tu kitu barabara inatengenezwa. Mimi padre nitajulia wapi vitu hivi? Lakini kama wewe ni rafiki yangu ukaniuliza, wewe bwana unaendeleaje, au kuna kitu gani unahitaji msaada, padre utakuwa umempunguzia mzigo mkubwa sana. Hata kama hutatatua shida yake, lakini atajua kwamba siko peke yangu. Tujitahidi kuwategemeza mapadre wetu. Upendo tuliouonyesha huu wa kufika hapa kutoka mbali tuuendeleze, maana padre utume wake ni wa maisha. Kipindi hiki chote amekuwa akilelewa, saa hizi ndo anaanza utume wake. Kama tunampenda hivi, tujitahidi kumsaidia. Tumsaidie kwa sala zetu, tumuombee. Pengine ana changamoto ambazo hawezi kutushirikisha sisi, ila Mungu aliyemwita atamsaidia. Tumsaidie kwa nguvu zetu. Pale anapotuomba, jamani tufanye kitu fulani, twende naye tufanye. Tumsaidie pia kwa kushirikiana naye muda fulani
kumpatia mawazo mazuri ya kujenga na kadhalika. Pia tumsaidie kwa kumrekebisha. Baba, hawa watu unavyowaambia hivi, kuna kitu hakiko sawa, jaribu kufanya hivi. Au baba, huu mtindo wako unaoenda kwa mtindo hivi, kwa namna hiyo, kuna watu wanakwazika, badilisha, fanya hivi. Nyinyi si mmekuwa marafiki muda mrefu, atakusikia, atakuelewa, na hata asipotaka kulifanyia kazi muda huu, jambo jema siku zote linabaki kwenye store yake, siku moja atalitumia. Kristo, moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Moyo mtakatifu wa Yesu. Tumwombee kijana wetu katika utume wake, tumsaidie kijana wetu katika utume wake, tushirikiane naye, na uzuri Bwana wetu Yesu Kristo ametuahidi, anayemsaidia kuhani au nabii anapata thawabu za kikuhani au za kinabii. Mtu anayeshirikiana na padre katika utume wake anahesabiwa kama mmoja kati ya watu waliofanya utume ule ambao padre anaufanya. Wasaidieni mapadre wenu, muwe faraja kwao. Baba, tunakutakia utume mwema. Tunu za moyo mtakatifu wa Yesu zizidi kukuimarisha, uweze kufanya wito wako vizuri, uweze kuwasaidia watu vizuri, lakini zaidi sana na mwenyewe uweze kufikia kule ambapo Mungu amekuandalia. Tumsifu Yesu Kristo. Amen.